Hello, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Chigo Media, na ningependa kwanza kutoa shukrani kwa mashabiki wote ambao wamezidi kutufuatilizia, kusubscribe na kushare katika habari zote ambazo tunawaletea. Leo hii nimekuja na story nyingine mpya kwa wale ambao ni wapenzi wa siasa, ambao inahusiana na vijana na masuala ya siasa. Na kitu ambacho kimetusukuma leo hii, nipo na kaka yangu hapo ambaye ni youth leader katika constituency hii ya Mumias Magharibi, na cha msingi tu ambacho ningependa tuzungumzie, kuna swala ibuka ambalo liliweza kumhusu yeye katika sehemu yake ya kazi. Aliweza kuvamiwa na watu ambao anawafahamu ndio, lakini katika undugu tu wakaweza kuketi na kujaribu kuzungumza na kuweza kuweka mambo sawa. Lakini cha msingi tungependa kujua ni nini na chanzo kipi ambacho kiliweza kufanya mpaka Fadhili ambaye niko leo naye hapa aliweza kuvamiwa kazini na kuweza kuletewa hali ambayo si nzuri katika sehemu ya kazi. Je, upo tayari kuketi na sisi tuweze kujua ni yapi ambayo aliweza kutokezea, na ningependa mwenyewe aweze kutusimulia. Karibu sana Fadhili. Okay, naitwa Fadhili Mlesi Mulongo. Mimi ndio kiongozi wa vijana katika chama cha ODM. Katika kazi yangu mimi nawakilisha vijana both wa chama ambao wanatoka kwa vyama vingine, kwa sababu hii government of the day ni government yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Fernandez Baraza ambaye pia ni chairman wangu katika chama cha ODM Kakamega County. Mwezi juzi tumekuwa na hii kazi ya Swisswap, almaarufu kazi mashinani, na gavana akaonelea kwamba sisi wanachama wa ODM tumsaidie katika hali ya kutafuta wale wafanyakazi wazuri, na aswa alikuwa amebase on kwa vijana wa ni wilaya yetu ya Mumias West constituency ambapo iko na ward 4, Mumias Central ambapo iko katikati ya municipality, alafu ongeze North Ward, uende Itenje, alafu na mwisho Msanda Ward. So wakati tulikuwa tumeenda kufanya kitu inaitwa vetting kwa kimombo, kuna wale ambao walikuwa wameonyesha kwamba nia ya kutaka hiyo kazi, so walionyesha kwa nia ya application ya kuomba kazi. Walifanya kutuma maombi yao ya kazi. So tulikuwa tunaenda kuangalia wale ambao walikuwa na uwezo. Moso tulibase kwa mama na vijana, kwa sababu hiyo kazi ilikuwa inahusu vijana na wamama, so tulikuwa tuna base on that, miaka and so on. Labda ukituelezea kwa uhakika ilikuwa ni kazi ya aina gani? Labda hiyo kazi ilikuwa ni kazi ya mkono ambapo tunaita kazi mashinani. Ya cleaning the environment, cleaning the town and so on. Na labda hizo nafasi ambazo kama gavana aliweza kutoa, je, kama wewe katika upande wako alikupa kama nafasi ngapi ama za watu wangapi? Okay, sisi tulienda kufanya vetting kwa sababu I was one of the members wa kufanya vetting. In every ward tulikuwa tulichaguliwa watu 4 ambapo tulikuwa ward administrator, alafu kuna mwakilishi wa mama, mwakilishi wa walemavu na wawakilishi wa vijana katika kila ward. So na labda vetting yenu, kabla mjaanza hiyo vetting, ni hatua gani ambayo mko mnaweza kuchukua kabla vetting ifanye? Lazima kwanza majina yalikuja, maombi ya kazi yakafika. Je, mko mnatumia vigezo gani kumchukua huyu na kumwacha huyu, na ama labda huyu achukuliwe na huyu asifanye hiyo kazi? Okay, kulikuwa hapa awali kulikuwa na hii kazi ambapo ilikuwa inaendelea wakati gavana alichaguliwa into office. Kulikuwa na malalamishi kutoka kwa wenyeji ambao kwamba walikuwa wamepatia MCS nafasi mingi, walete watu wao wenye kuchagua watu wenye kufanya hiyo kazi. But in the last regime, in the last contract yenye ilisha mwezi wa 5 ukianza, so ikapatikana wale watu waliletwa na MCS kwa wingi, walikuwa wanakuja wafanye kazi na wanataka tu walipwe, wanataka pesa za bure ambapo pesa zenyewe watakuwa hawajafanyia kazi. So ndo gavana akaona ni heri atumie watu wake kufanya huo uchambuzi, stroke hiyo vetting. So akaamua atumie watu wake wa chama cha ODM. Na labda katika ukitoa malalamisho kwamba gavana aliona
kuna baadhi ya MCA watu walikuwa wafanyi kazi. Je, ni kwa jumla kuwajumulisha MCA wote ambao kwamba walileta watu walikuwa wafanyi kazi, ama ni baadhi tu ya MCA fulani watu walikuwa kusumbua? Okay, ni baadhi ya MCA fulani walileta watu wao kwa sababu walionelea hizo ni kura zao. Waone walete watu wao ili waje kunufaika, but in real sense watu wenyewe waliboycott kazi. Wanataka walipwe pasipo kufanya kazi. So hapo ndo wananchi kidogo wakasema kama kuna za kuwa na shida kama hii, and then in the next contract that imeanza hii tarehe 5 huu mwezi wa 5 huu. So ndo gavana akaonelea tukuje tufanye uchambuzi because anaamini watu wake wa chama, ambapo pia hii chama cha ODM kimekuwa kikiaminika sana kutoka enzi za Raila Amolo Odinga mpaka sasa. So hii ni chama ambapo kimekuwa kikiaminiwa na bado kinaaminika. Labda nikupeleke, tukiachana na haya tukisongea mbele kidogo. Je, katika hiyo vetting na swala la nyinyi kuweza kuvamiwa, iliingiliana vipi mpaka wale vijana wakaja kuvamia, na labda kwa kina nani? Okay, wakati hiyo siku ilipowadia, sisi tuliitwa kazi, tukaenda maafisini. Kila wadi ilikuwa na wakilishi, na kidogo wakati tulipokuwa tunaanza kazi, in the next like 10 to 20 minutes mimi kama kiongozi wao nikasikia kuna kelele. Wapi huko sasa? Kelele nje ya ofisi. Sasa ofisi iko sehemu gani? Labda hapo sub county offices. So wakati nilitoka nje ndio nikapata walikuwa wanatembea kwa kila ofisi wakitafuta mahali penye wale wakilishi wa Mumias Central Ward wamewekwa kufanyia kazi yao hiyo. Kina nani walikuwa wanatembea? So wakati nilitoka nje nikapata kuna huyu ward manager wa Mheshimiwa Okomba ambaye ni ward hii ya Mumias Central. Alafu kulikuwa na dereva wa Mheshimiwa Okomba. Alafu kulikuwa na mwakilishi wake wa ofisi ambaye ni Balala. Anajulikana kama Balala. Dereva alikuwa anaitwa Alan Odanga. Ambaye siku hizi anasikia akijiita Bakolwe spokesperson. So labda ukajaribu kuwiana nao. So wakati nilitoka nje nikasema kumbe ni watu najua. So nikachukua jukumu langu kama kiongozi, niende nitangamane nao, niwaulize shida imetokea wapi, kama tunaweza sikizana turekebishe, kama kuna makosa, kama wameona makosa mahali waseme, tujaribu kutatua kama kiongozi. But kiongozi wao ambaye alikuwa ward manager Swale Juma hakutaka kunisikiza. Alibaji into the office. Kumbe nia yake ilikuwa ni kumwattack mheshimiwa ward administrator wetu wa hapa. So kidogo nikasikia ward administrator akipiga kelele akisema basi kama unataka basi nipige na uniue. Sasa ndio nikaingilia nikasema Swale, hapa haitawezekana, umepita mpaka. So tukafurushana nao mpaka nje ya ofisi. So ndio video ama kamera mliona kwa mitandao 1-2 wakijaribu kutusukuma. Na labda baada ya hapo mambo yalirudi kuwa sawa na kazi kaendelea, vetting tulisukumana kidogo, nikaona wameleta press hapo kidogo, wakaanza kuongea maneno machafu, kumelekezea matusi mdosi yetu ambaye ni gavana wa Kakamega, His Excellency Dr. Fernandes Baraza. Na sisi in our conclusion tukajieleza kwamba in our minds since watu ni watu wameajiriwa na Mheshimiwa Okomba, wanafanya kazi na Mheshimiwa Okomba. So tukakuja into a conclusion tukasema ni kama Mheshimiwa Okomba ana jambo, ama ni kama anaweza kuwa ametuma watu wake kuja kuharibu hiyo session. Na labda iliisha vizuri mkamaliza? Waliendelea wakipiga kelele, wakitishia watu, usikia wanaambia watu tutakupiga and so on. Kidogo ndio kuna mwakilishi wa gavana kutoka ofisi ya Ministry of Sports
ya Kakamega County anaitwa Yvonne Makatiani. Kidogo akaitisha security kidogo kutoka kwa maafisa wa usalama katika kituo cha polisi cha Mumias. So walikuja kwa haraka wakajaribu kutuliza maneno. Ikawa niende nipige ripoti. Kufika huko bwana OCS akatuambia tuende tutengeneze tu maneno since ni kuzungumza kinyumbani since sisi wote ni Waluya, sisi ni wakazi wa Mumias Central. Pia nikaona kama kiongozi pia ni afueni. So tukazungumza, wakaomba msamaha, nikaona kumbe pia wanaweza nyenyekea. Wameomba msamaha, nikaona kama mimi ndugu yao tena kiongozi wao ikabidi pia mimi ni wasamehe. But unfortunately sikujua ni njia moja ya kujitoa ama kujinasua kwa hiyo mtego, ambapo walijua pengine nikifanya ripoti maybe kutakuwa na some cases and so on, maybe tufikishane mpaka kotini. So wakati tulitoka nje baada ya muda nikaanza kupata reports za threatening za ujumbe mfupi, ama mtu alikuwa akikufuata tu. Mtu alikuwa ananifuata na ananiuliza nini mbaya, kumekuaje mpaka ward manager ambaye ni Swale Juma anasema ati kuna kakijana kanatembea hapa kanajiita youth leader wa ODM kanataka kumuonyesha adabu. So ndo nikashindwa kwani kuna shida gani? Na mimi nadhani kama mlizungumza mkayatatua tukasameana. So nimekuja kugundua kumbe hayo maneno hayakuisha. Like ni kama bado kuna grudge ama kuna jambo fiche bado yenye wanajaribu kupanga. Na labda nikikuuliza, hauhisi kwamba labda ni vita tu vya kisiasa? Okay, hapa awali nilielewa ni joto ya siasa. But sasa hizo threatening, kupata hizo habari za kutishia zimezidi kuwa nyingi kutoka kwa Swale Juma ambaye ni ward manager wa Mheshimiwa Ali Okomba Nyangweso. Naona si cha mzuri, na hata pia mimi kama kiongozi wa vijana naona pia maisha yangu yako hatarini, kwa sababu ukisikia watu wawili watatu ama kuna habari unaletewa na more than 2 to 3 people, mpaka ujiulize ni kwa nini. Mpaka pia uingiwe na uoga kidogo. Na labda nikikuregesha nyuma katika masuala ya vetting, maana mlipewa nafasi za MCA. Je, baada ya vurugu hili na purukushani haya yote ya Mheshimiwa Ali Okomba, je, kuna baadhi ya watu wake walipata nafasi? Okay, wakati tuliongea, tulikuwa na a short meeting na our ward administrator before tuanze kazi. Akatueleza venye mambo yalikuwa, na akatuambia pia MCS wamekuwa included. Naona watu ambao tukawa tumeongea nao na their representative, I think so, kwa sababu ni anafanya kazi under the county government of Kakamega as the representative of the people in every ward. So nikaona it's like ni kama alikuwa well represented na ward administrator, kwa sababu wanafanya nao kwa county moja, kwa serikali moja, na kwa wanawakilisha the same people. So nikaona venye ward administrator alitueleza, akatuambia pia ma MCS wamekuwa included pia, tukasema ni sawa, pia wako na interest zao because pia hao ni viongozi, lazima tuwasikize. So katika hiyo inclusion mlishuhudia baadhi ya watu wa MCA katika list na mkawatoa idhini kwamba wafanye kazi? Okay, sisi tulikuwa tunafuata kulingana na venye watu walikuwa wamefanya applications za hiyo kazi. Unajua uwezi peana mtu kazi pasipokuwa na kuonyesha ya kwamba na ako na nia ama anahitaji hiyo kazi, mpaka tuone kwa hiyo njia, atume maombi kwa njia ya application, then tuone anatoka ward fulani ama anatoka ward yetu ama ni mgeni tu. Umeona, juu kumekuwa na hizo visa, unasikia watu wametoka ni sub county tofauti wamekuja kufanya huku because tumeshuhudia watu wengine kama juzi tumeshuhudia wakati kumekuwa na IBC registration ya kura, tumeshuhudia
baadhi ya ma-MCS walikuwa wakihamisha watu kutoka wadi nyingine hadi nyingine, kutoka constituency nyingine hadi nyingine. So hizo ndo baadhi ya vitu tulikuwa tunaangalia ili wale watu wale wakazi wa hilo eneo la, kama kwa mfano hapa Mumias Central tulikuwa tunaangalia wakazi, because sasa mimi ni mkazi wa Mumias Central. Sasa nikachukua jukumu langu kufanya nini, kufanya kazi hapo Mumias Central, na nikawa kwa hizi wadi zingine nilikuwa nimechukua, because ODM is the only party that has got a structure from the grassroots. So nikachukua wale youth leaders wa various wards, ama kwa mfano Msanda, Tenje and North Ward, nikawaleta ili wakuje watusaidie kazi. Wao pia wajaribu kutoa ushahidi wa watu wao katika kwa sababu hao ndio wakaazi wa kule. So mimi singeenda mpaka kule kwa sababu sijui maneno mengi mpaka pale mashinani. Yaani kivyote kwa fupi ni kujaribu kusema kwamba mheshimiwa gavana alikuwa anajaribu kutoa nafasi za kazi, lakini katika wahusika walengwa katika maeneo fulani. Si kwamba mtu atoke maeneo ya Northwood aje huko Central aende huko. Unapata mtu ametoka Mayoni amekuja Mumias Central, ametoka Tenje Ward amekuja Mumias Central. Kwa sababu gani? Ati kwa sababu hiyo nafasi ya kazi, interest ya MCS wanaona wana-feel venye amenunua hizo kura kukuja Mumias Central. Sasa ni huyu ndiye atampigia kura, so lazima ampatie hiyo kazi. Hiyo ndio vitu tulikuwa tunaangalia. Na labda ukifafanua tu kiuhalisi na kiuwazi watazamaji, vile vita vya hao watu ambao wanatoka kwa mheshimiwa Okomba, je, unahisi walikuwa wanang'ang'ania nini hasa katika kulingana na ile experience na nimekuwa kwa siasa. Unajua siasa ni interest. So I think hao watu wa MC walikuwa na interest fulani na watu wao. So walifikiria venye wao wanafanya na kwa ofisi ya MCA ama wanafanya kazi na MCA. So walidhani watakuja tu kubulldoze na kuweka watu wao pasipokuwa na vetting. I think so. Alafu na feel kama kulikuwa na kitu kingine fiche, maybe walikuwa wameahidi watu, maybe ukinipatia kitu fulani katika maeneo yao, ukinipea kitu fulani nitampa nafasi ya kazi, nitakupatia nafasi ya kazi. Because hizo vitu zimekuwa hapa Kakamega, vimekuwa vingi. Unasikia mtu anakuambia ati nimepiga mtu uwanja. Hiyo ndio lugha wanatumia saa hii. Ato nimepiga mtu uwanja, nimemueleza kwamba anipatie hela fulani ama anipatie ng'ombe fulani, alafu ni muajiri kazi. So tumekuwa na hizo visa. Ukiangalia kama kwa mfano hapo Itoho, kulikuwa kuna kijana hapo, tumesikia hizo visa zikifanyika hapo and so on. Maana vile pia county ya Kakamega iliweza kuongoza hivi majuzi katika masuala ya ulaji hongo katika sehemu za nafasi ya kazi, hususan katika serikali. So na nilidhani labda iko katika ofisi kuu au katika ofisi labda za governor, lakini masuala kama haya pia kitokea katika nafasi hizi ndogo za chini inakuwa pia ni changamoto kwa wananchi, na nyinyi pia ambao kwamba ni viongozi inawapatia sifa mbaya. Je, ni hatua gani ambayo unahisi ni muhimu ambayo kwamba mnaweza mkaitilia mkazo masuala kama haya kupigana uwanja akaisha? So ndo manake ulisikia tukisema gavana akaamua atumie watu wake ambao anaamini, watu wake wa chama. Kwa sababu ni kiongozi wetu wa chama cha ODM hapa Kakamega County, akaamua atumie vijana wake wa chama almaarufu ni Kakamega Youth League ya chama. So that's why uliona sisi tulipatikana pale ili kutaka kujaribu kupunguza hiyo maneno. So kwa sababu sisi katika chama chetu tunaaminika kufanya mambo kwa wazi kutoka kitambo, enzi za Mheshimiwa Raila, the late Mheshimiwa Raila and so on, tukikuja mpaka hapa mbele. Labda tukitaka kutoa wazi, kuna story nyingi zimekuwa mitaani katika kuhusiana na nafasi hizi ambazo gavana aliweza kuzitoa. Wako baadhi ya watu ambao kwamba katika ile video pia nimeona ni Ala na alikuwa akizungumzia kwamba gavana alitoa nafasi, sijui alipewa nafasi 50 akachukua 40, mwenyewe mmemsema mkaja mkaambiwa mwapatie nafasi 10. Je, tuweke uwazi ni nafasi ngapi ambazo kwamba mheshimiwa gavana alizitoa, ni ngapi akawapatia MMCA? Tukienda kwa ukweli ama kwa uwazi, hizi nafasi 50 kwa sababu ni kweli zilikuwa 50? Ni 50 kwa kila ward, kwa sababu ni nafasi 50 kwa kila ward.
So hii kazi tukienda kwa ukweli, mdosi ama mtu ambaye alileta hii kazi kwa vijana, hiyo ni initiative ya gavana. Haikuwa initiative ya MCS. Ni initiative ya gavana, kwa sababu gavana ndiye atafanya nini? Atatengeneza ama atatafuta mbinu ya watu at least wapate zile hela za kujimudu. Watapata namna gani? So wakati kwa mfano wakikosa kupata hizo hela kidogo, watalalamikia gavana, hawataenda kulalamikia the MCS. So kwa sababu ya urafiki wa utendakazi kati ya gavana na MCS, that's why unaona MCS wanaletwa karibu, ili pia wakuja wajumuike, wa participate katika kutengeneza hii kazi kuwe ya manufaa kwa wakazi wa Kakamega County. Na baada ya pilika hizo na porukushani za mheshimiwa Aliokomba na nyinyi masuala yenu ya vetting, je, gavana mwenyewe wanahisi kwamba imeleta uzito wa mahusiano yao wao wawili? Manake ni kitu ambacho kwamba gavana ameleta kama kuregesha mkono, lakini unapata vijana wa mheshimiwa walikuja kuleta vurugu na wakaleta porukushani, wakaenda kwenye mitandao wakazungumza ambao waliozungumza wenyewe. Je, unahisi bosi na mheshimiwa Aliokomba wako katika hali gani sasa hivi? Hapo kufikia sasa sijajua, because sijaweza kupata fursa ya kukutana na gavana ama na mheshimiwa Komba ndo nikajua. So hapo hilo swali inaweza kuwa ngumu kidogo. Na labda mheshimiwa Aliokomba mwenyewe baada ya kujua kwamba ni vijana wake walioweza kukuletea vurugu ofisini, je, mumewahi kuwa na mawasiliano moja kwa moja akazungumza yake akasema kwamba labda hakuwatuma ama ilikuwa vipi, ama mkaombana msamaha na mkaelezana kwamba kulikuwa na shida gani? Hatujazungumza naye, but kulingana na ground venye nasema wakazi ndio wanasema ni kama malalamishi. Wanasema sisi tulichagua mheshimiwa Komba tulimpenda, umeona, but sasa yule mfanyikazi wake ambaye ndio manager wake wa ili eneo la Mia Central, inaonekana ni kwamba sasa ako juu ya mheshimiwa mwenyewe ambaye tuliyechagua kutuwakilisha katika county government of Kakamega. Unapata malalamishi hapa na pale, wamama wanalia, vijana wanalia, and so on, unaona, mpaka wazee wanalia. Kufikia sasa wanasema mheshimiwa Komba alikuwa mzuri, tukampa kura atuwakilishe, but kufikia sasa mheshimiwa Komba ni kama amesahau kazi yake. Amechukua kazi yake, amesahau kazi yake, ameiwachia mtu mbadala ambaye ni nani labda? Ambaye ni ward manager. So kivyote vile masuala mengi ya kiofisi ward manager ndio mwenye ward manager. Kila wakati tunaona vitu mingi ni ward manager. Akisema ni hii, basi Komba ana budi. Inabidi afanye. Inabidi tu. Na unahisi ni kwa nini mpaka ikakuwa kuna uzito gani ambao kwamba ward manager nao kufikia kwamba mpaka mheshimiwa ambao kwamba ndio yuko juu yake, lakini inabidi anyenyekee? Ndio huyo ward manager apewe kazi. Alikuwa part of the campaigners wa mheshimiwa Aliokomba. So it's like it was their agreement. Ukipata hii kiti, mimi nipatie hii yangu. So na feel hivyo. But ukiangalia the last contract yenye expire, watu wa kazi mashinani wenye walimaliza. Kidogo venye nimeanza nikikuelezea, watu walikuwa na malalamishi. Kwa sababu gani? Tumekuwa na evidence, tuko na evidences za kuonyesha ya kwamba huyo ward manager venye nimekueleza hapo awali, yeye ndiye anafanya vitu juu ya mheshimiwa Komba. Ukiangalia unapata Swale Juma, kwa hiyo contract ambayo iliisha ya kazi mashinani, alikuwa ameandika bibi yake, ameandika dada yake, ameandika mjomba wake, umeona, na watu wengine kadhalika kutoka kwa familia yao. So ndo watu walikuwa wanalalamika, wanasema hapana, kwa nini familia moja ndio inafanya kazi ya mheshimiwa His Excellency Dr. Fernandez Baraza? So kumekuwa na hayo malalamishi, na hayo malalamishi ndio ilifanya mpaka mheshimiwa gavana akarudi kwa chama chake ili kupata usaidizi kutoka kwa chama chake hapa mashinani.
Hivyo labda katika kuweza kuzungumzia uhusiano wa ward manager na mheshimiwa Lyakhumba, kuna uwezekano mkubwa kwamba lile vurugu na kurukushana ambao kwamba mliletewa ofisini kwamba ni ward manager anakuwa kwamba ndio mhusika mkuu. Yeye ndio mhusika mkuu, kwa sababu wakati tulifikishana kwenye polisi tukawa tumezungumza, tumemaliza maneno, tukitoka niliona akapangisha hao vijana ambao walikuwa wanatumika kufanya hiyo rapsha, akapangisha laini hapo, akawa na wagawa pesa kidogo. Hiyo ni kama ni malipo baada ya kazi. Asante. Labda tukizungumzia sasa katika masuala yako wewe na bosi ambao kwamba ni Daktari Baraza ambaye ni gavana wa Kakamega. Je, utendakazi wake katika masuala ya kusaidia jamii unauona uko vipi? Kama manake una ukaribu sana naye kupitia kupewa nafasi za kazi, kuweza kuwatafuta watu, kumpelekea kuweza kuajiriwa. Sisi Gavana His Excellency Gavana Fernandez Baraza, mimi naona amejaribu sana. Kwa sababu gani? Yeye alipata pending bills katika county government of Kakamega akiingia kama gavana wa pili. Kuna miradi mingi yenye gavana wa mtangulizi aliwacha. Kwa mfano kuna soko ya Shatala, ukienda Koyonzo, ukikuja level 4 fencing and so on, umeona. Na miradi zingine mbalimbali ukienda kama Ungasi hapa Mumias West. Hizo zilikuwa baadhi ya miradi zenye zilikuwa zimeachwa. Gavana mwanzilishi alikuwa amewachwa ambapo zilikuwa hazijakamilika. So tumeona gavana anajaribu kumalizia zile miradi zenye gavana mtangulizi aliwacha. So sisi tunaona kama mimi kiongozi wa vijana naona ni kama anajaribu kufanya kazi. Na amefanya pakubwa. Kwa sababu yeye kama kiongozi tunaona ni afadhali venye amechukua huo uamuzi wa kumalizia hii miradi yenye gavana mtangulizi aliacha, ndio ili aendeleze zingine zile zenye yeye pia amefanya nini, amefungua. Ukiangalia kama Buungu Stadium unaona iko around 70 to 80% kukamilika. Ukiangalia level 6 hospital Kakamega imebaki around 10% naisha kabisa. So unapata ukiangalia kama Likuyani tuko na kiwanda cha unga kinaitwa Fuka hapo kwa Innocent Mugabe, tumeona amekamilisha. Ukiangalia ukikuja Malava kuna hii Madala Tea Factory, tumeona imekamilika, imeanza kufanya kazi. Na vitu vingine ukiangalia Shamahuvu level 4 tumeona gavana ameweka mkono pale, tumeona iko around 20% to completion. Imebakia kazi kidogo tu around 20%. Kumaanisha amegusa karibu sehemu zote ya Kakamega. Amegusa sehemu zote za Kakamega. Na kumekuwa na malalamishi kwamba kwa wale ambao kwamba wanampinga gavana kwamba ni gavana binafsi na kwamba kuna baadhi ya vitu vingi anajifanyia yeye mwenyewe. Ukiangalia hii mzozo ambayo imekuwa hapa Kakamega County. Gavana ni ule mtu kulingana na usomi wake, anaamini anaweza fanya kazi, na watu ambao wanampiga, sisi tunaamini, sisi kama viongozi wa chini tunaamini gavana kupigwa vita ni ile tuseme maybe our MPs and the MCAs, some of the MPs and the MCAs wenye wanapinga gavana wana feel wameachwa nje kwa sababu wanataka pia wafanye nini, wakule hizo rushwa na pesa kidogo wafinywe ili ndio wanyamaze. Hapa awali nimekueleza kwamba politics is all about interest. So their interest is all about just getting there and eat, taking their own money or share and eat
hawajali wale wananchi wa kawaida. That's why unaona hiyo kupiga gavana vita kidogo, kama angefanya kazi kubwa zaidi, unapata stability yake ya kufanya kazi inapungua kidogo. Na swali la mwisho tu labda kuweza kutuweka wazi kuhusiana na bosi ambaye mheshimiwa na ambaye pia ni gavana wa county. Kumekuwa na malalamishi hususan hivi juzi katika matanga ya Daktari Obwaka. Je, haya masuala ya ugonizi na watu kuvamiwa, je, gavana anahusika pakubwa ama kuna watu tufiche katika ile timu yake ndio wanafanya? Haya masuala ambayo yalifanyika hapo juzi mwezi huu baada ya kutoka kwa matanga ya Daktari Obwaka, gavana alikuwa amechukua fursa ama alijisikia kuenda kutangamana na watu wake ama wakazi wa eneo la Buhuru. So ilikuwa atoke huko kwa matanga alafu aje ale hapo Buhuru apate chakula chake cha mchana na wananchi. So wakati alipotoka huko, gavana akaenda akapelekwa ile hoteli husika mahali ambapo walikuwa wameandaa chakula, wakamwandalia chakula chake. Wakati gavana yuko kule ndani anapata chakula chake cha mchana, huku nje kuna vijana. Tunakisia kuna vijana ambapo walikuwa wametoka, kuna hapo before the day gavana alipokuwa ameenda kuzindua mradi wa soko pale Bungasi. Kuna ile garage ama beef ya Mheshimiwa Msinda ambaye ni MC wa Msanda na mpinzani ambaye aliyekuwa mpinzani wake, somebody called Kachai. So Kachai yeye hufanya kazi na wapinzani wa Mheshimiwa Daktari Fernandes Baraza. So wakati waliposikia gavana anaenda huko chini kuzindua mradi, hapo ndo sasa walianza hiyo vurugu, wakawa wanarushia gavana mawe. So ndo kidogo walinzi wa gavana wakasema hapana, gavana tuwezi acha gavana afanye nini, apigwe ama vurugwe, na amekuja kufanya kufanyia wananchi mradi, na wale ambao wanaleta vurugu ni vijana ambao wamenunuliwa. So kidogo hiyo wakati kulikuwa na rapsha kidogo, ndo sasa the next day ndo sasa watu wakapanga, wakajua gavana anakuja kupata chakula na watu wa eneo la Buhuru. So wakapanga, wakaleta baadhi ya bodaboda kutoka Ungasi, wakakuja wakaungana. Kuna ka stage kingine, ni stage moja, to make it funny, kuna ni stage moja out of 10 stages hapo Buhuru, ni stage moja ndio ilianza kurusha mawe kwa magari ya gavana. So ndio hao wakasema hapana, hatuwezi acha waharibu mali ya serikali. So wakajaribu kuwafurusha wasonge. So kivyote vile si kwamba ati kuna maguns, make taarifa ni kwamba kuna watu walikuwa wakiimba one term ndiposa watu wa gavana wakaanza vita. Okay, hata mheshimiwa Ruto huambiwa one term. Okay, ambiwa one term inamaanisha kuna ulegevu mahali umekosa kufanyia wananchi. But in real sense ukiona wanakurushia mawe, then which it means that hawajakuja kurekebisha, umeona, wamekuja kuharibu. So hao walikuwa tu walinzi wa mheshimiwa gavana, sio guns venye watu wanakadiria. Na labda katika masuala ya serikali, katika masuala labda ya kisiasa, unaamini uzaji wa sera ama unaamini kwamba ugonizi ndio unaweza saidia mwanasiasa kufanikiwa katika? Okay, ni sera na utendakazi ndio utafanya mheshimiwa gavana turudishe mkono mwingine wa pili. Na mimi naamini 90% kuendelea gavana ataendelea kuwa gavana wa Kakamega County miaka ingine 5. Neno lako la mwisho kwa vijana na wanasiasa ambao kama wanatumia vijana katika masuala ya ugonizi? Okay, mimi kwangu kama mimi kiongozi wa vijana katika chama cha ODM Mumias West Constituency, mimi nawasihi vijana. Zungumza nao. Mimi nawasihi vijana tujitume, tuache kutumiwa na wanasiasa. Mahali ambapo tunahisi tunafinyika, kuna wale viongozi tunaweza wa approach
Kama kwa mfano ukishindwa kuapproach MCS, kuna MPs. Ukishindwa kuapproach MP, kuna wengine wenye watakufikisha kwa hizo ngazi za juu ili mpate kuwa na mazungumzo instead ile ya vita. Then kwa wanasiasa ningewasihi aswa wale wapinzani wa mheshimiwa gavana, tuache kutumia vijana vibaya, kwa sababu tunawadanganya shilingi 200, 300 kuenda kuzua rapsha mahali kwenye mkutano, then unapata vijana wetu wanaumia. Kama kwa mfano wakati tulipoenda kumlaki President Ruto pale Kuisero, alikuwa amekuja kuzindua mradi wa soko. Tukapata the area MP, kwa sababu wako na beef na mheshimiwa daktari gavana wa Kakamega County, Bwana Baraza. Tukapata Bwana Seka amemobilize vijana wake, amenunua vijana wa bodaboda, amewapa mipini, amewapa panga, amewapa visu ili kuenda kuattack wale supporters wa gavana, ili ionekane mbele ya president ati gavana hana uungwaji mkono. Unaona, because anafanya hivyo because gavana alikataa kufanya mambo machafu yenye yeye alitaka wafanye na yeye. Because walitaka kwa mfano Aseka alitaka apewe contract ya mabarabara hapo county, atengeneze mabarabara. Wakati gavana aliona hapana, yeye hako na contractors wake wa county, anawaamini watafanya kazi na yeye na watafanya kazi venye anataka. Sasa hapo ndo kidogo na shuku walianza kukosania. Si ati kukosana kwa sababu ya sera na vitu zingine. Neno lako la mwisho kwa wanasiasa ni kwamba ugoni zimuishe. Moso ndo maana nimetaja mheshimiwa Aseka Miradi, alafu kuna mwingine tunamuita Mosquito. Ni upi huyo Mosquito? Mheshimiwa Nabii Nabwera wa Lugari. Yeye unajua kuna wakati tukiwa Malava mkutano alisema yeye pia ako na mbili kama watu wengine. Na akatishia wananchi ya kwamba atawapiga viboko. Kwa sababu ilionekana kuna wananchi walikuwa wanajaribu kumkosoa kwa maneno ambayo alikuwa anazungumza. But sasa mheshimiwa Nabii hakufurahishwa, so ndio kidogo akaonyesha, akaanza kuongea ile matamshi ambayo alikuwa yanatishia mwananchi wa kawaida, ya kuambia atawapiga. Umeona? Na huyo the same mwananchi ndio nataka akupigie kura ama kuandike kazi tena. So mimi nitawasihi Moso, mheshimiwa Aseka na mheshimiwa Nabii, maneno ya ugunizi mtuache. Alafu na mheshimiwa Elsi pia, wakati tulikuwa Ikolomani kwa matanga, wakati tunaingia kwa matanga na gavana, tukapata vijana wambeba mpini za jembe, wengine wambeba panga and so on, wakiwa ready, wanafungua milango za magari wakijaribu kupekua waone ni kama ni watu wa gavana ama hapana. Wale watu wa gavana ambao walikuwa wakipatikana walikuwa wanapigwa. So mi labda ningependa kusema shukran katika kutenga muda wako. Tumeketi pamoja, tumezungumza na tumefafanua baadhi ya mambo mengi ambayo kwamba yanatokea maeneo ya Mumias na watu hawajui, hususan kisiasa. Na kwa wale ambao kwamba hawajafahamu, natumai wameweza kufahamu kweli mchungu kuhusiana na masuala ya kazi ambayo kwamba gavana aliweza kutoa, ajira, utendakazi wake na baadhi ya mambo mengi ambayo kwamba labda mko mjafahamu. Mimi sina mengi ya kusema, singependa kuzidisha zaidi hapa, lakini ningependa kusema tu shukran kwa wale ambao kwamba wameweza kuketi na kusikiliza hoja zetu na mada yetu mpaka saa hizi. Ningependa pia kuambia kwamba usikose kulike, kusubscribe na kushare katika habari nyingi na nyingine nyingi zaidi ambazo kwamba huenda zikakuwa zinakuhusu wewe popote ulipo pale mtazamaji. Nite Chigo Machi, ile mkupenda zinga la Kigunya, na mimi nitaitika.